Mheshimiwa Bunge, tunaendelea. Nimuite sasa Mheshimiwa Masanche Njelu Kasaka aulize swali lake. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa swali langu namba 472 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutoa vibali vya ajira kila mwaka, ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021 hadi 2024-2025 jumla ya watumishi wa kada ya afya 34,720 wameajiriwa na kupangiwa vituo kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021 hadi 2024-2025 halmashauri ya wilaya ya Chunya imepokea jumla ya watumishi 151 wa kada za afya na watumishi 46 wamepangiwa katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Chunya, 44 ngazi ya vituo vya afya na watumishi 61 katika zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuboresha upatikanaji wa vifaa tiba katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imepeleka shilingi milioni 400 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, ambapo shilingi milioni 100 zimetumika kununua vifaa tiba katika ngazi ya zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25-26 serikali imetenga shilingi milioni 200 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, ambapo shilingi milioni 50 zitatumika kununua vifaa tiba ngazi ya zahanati katika halmashauri ya Chunya. Mheshimiwa Masanche Njelu Kasaka. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaishukuru serikali kwa kuendelea kuajiri na kutuletea wataalamu pamoja na vifaa tiba, lakini niombe niulize maswali madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na kasi kubwa ya ujenzi wa zahanati pamoja na vituo vya afya, uhitaji wa vifaa tiba bado ni mkubwa sana. Je, ni upi mpango wa serikali wa haraka kwa wilaya yetu ya Chunya kuweza kutuletea vifaa tiba kwa kuwa tayari vituo vya afya vya Sangambi, Mafyeko na Matwiga vimeshakamilika? Swali la pili, pamoja na kutuletea madaktari pamoja na watumishi wa ngazi mbalimbali ndani ya wilaya ya Chunya, bado tuna upungufu wa watumishi wasiopungua 719. Je, ni mkakati upi wa haraka ambao sisi wananchi wa wilaya ya Chunya mtaweza kutuletea ili kupunguza upungufu wa watumishi wa sekta ya afya? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka hii miwili ya fedha serikali imetenga fedha zaidi ya bilioni 100 na kuzipeleka kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Na moja ya halmashauri ambazo zimepata fedha hizo Mheshimiwa Mwenyekiti ni pamoja na jimbo la Chunya. Kwa kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Kasaka kwamba fedha za vifaa tiba zinaendelea kutolewa, na katika mwaka huu wa fedha serikali imetenga zaidi ya bilioni 63.7 kwa ajili ya vifaa tiba katika halmashauri zote 184 ikiwemo halmashauri ya Chunya. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tutaendelea kupeleka fedha kwenye vituo vya afya ambavyo umevitaja ili viweze kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Lakini swala la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na uhitaji wa watumishi lakini pia na nyumba za watumishi, serikali pia imeweka mpango kuhakikisha kwamba tunaendelea kujenga nyumba za watumishi, lakini pia kuhakikisha kwamba watumishi wanaendelea kuajiriwa. Na ndio maana watumishi walioajiriwa katika kipindi cha miaka 4 ni zaidi ya 34,720, na zoezi hili ni endelevu. Serikali itaendelea kuweka kibali cha ajira na kuendelea kuajiri watumishi katika halmashauri zetu.